Anaitwa Morris Abraham, ni kiungo mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania ambaye hivi sasa ni miongoni mwa wachezaji ambao akikosekana kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, baadhi ya mashabiki wanaguna kidogo, wana wasiwasi, wana shaka wahaka kwamba pengine watakosa huduma yake kijana huyu wa Kitanzania ambaye alizaliwa Agosti 13 mwaka 2003. Ni kijana ambaye amepitia katika madaraja yale ya uchezaji wa mpira wa miguu katika level za vijana, akipitia katika shule ya soka ya Alliance pale jijini Mwanza. Guu lake lenye nguvu zaidi Morris Abraham ni guu la kushoto. Morris Abraham miongoni mwa sifa zake ni uwezo mkubwa wa kupokea mipira ya kwanza, kupiga chenga, kasi, mashuti, lakini kubwa zaidi ni uwezo wa kutoa pasi zenye macho kwenda kwa wenzake. Ametua ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba mwanzoni mwa msimu huu, ikielezwa kwamba ni baada ya kumridhisha aliyekuwa kocha wa wekundu wa Msimbazi Simba Fadlu Davids. Wakati wa pre-seasons yeye alijumuishwa kikosini kwa ajili ya kufanya nao mazoezi, lakini kocha Fadlu Davids baada ya kuridhishwa naye na kile anachokiona wakiwa mazoezini, basi moja kwa moja yeye na benchi lake la ufundi wakatoa idhini kwamba asajiliwe, na sasa Morris Abraham ni miongoni mwa wachezaji ambao wekundu wa Msimbazi Simba, mashabiki wao, viongozi, benchi la ufundi hivi sasa chini ya meneja Dimitar Pantev, kwa vyovyote vile wanajiona wamepata haswa, kwa sababu amethibitisha ubora wake wa hali ya juu katika kila mchezo ambao amepewa nafasi ya kucheza. Lakini Morris Abraham ameendelea kuwa miongoni mwa nyota wanaoitwa mara kwa mara katika kikosi cha timu ya Taifa Stars. Ametoa Simba akitoka katika ligi kuu ya Serbia, ambako miongoni mwa klabu alizichezea ni pamoja na Spartak Subotica ya ligi kuu ya Serbia. Alikokwenda kucheza kwa mkopo katika msimu wa 2023-24 alichezea klabu ya Novi Sad, ambayo wakati ikitapatapa ikicheza playoff kutaka kuteremka daraja ikiwa chini ya kocha Dakote Sovic, yeye akajiunga na timu hiyo ya FK Spartak Subotica, ambako msimu huo wa 2023-24 alicheza katika ligi kuu ya Serbia akiwa na Spartak Subotica mechi 8, dakika 255, ikiwa ni wastani wa dakika 32 tu katika kila mchezo. Wakati huo tunatambua kwamba kwa sababu hivi sasa na miaka 22, msimu wa 2023-24 alikuwa na miaka 20 tu, lakini Morris Abraham alikuwa akicheza mfumo wa baada ya golikipa. Baadhi ya mechi anacheza na walinzi watatu, viungo watano, washambuliaji wawili. Kwenye wale washambuliaji wawili kule juu, baadhi ya mechi alikuwa akicheza akitokea upande wa kushoto miongoni mwa washambuliaji wawili. Sasa nini kilitokea katika dakika hizi 255, mechi 8, wastani dakika 32, Morris Abraham akicheza kwa mkopo kwenye timu hii ya Spartak Subotica alipiga mashuti, tunasema shots, mashuti 4, mawili alilenga shabaha, akafunga goli 1. Lakini sio hilo tu, katika kucheza kwake alidribble mipira mara 7, akafanikiwa mara 4. Lakini sio hilo tu, ni mpambanaji mno pindi timu inapoteza mpira, awe anacheza popote pale, kama nyuma ya mshambuliaji kinara kama namba 10, kama miongoni mwa washambuliaji wawili kama nilivyotoka kuelezea hapa, lakini vile vile akicheza kama kiungo wa ushambuliaji kutokea pembeni kushoto, pembeni kulia, akitumia guu lake la kushoto. Amekuwa mpambanaji mipira kwa sababu katika mechi hizi 8 amefanya ball recovery, kupoka mipira, kuirejesha katika himaya ya timu yake kutoka kwa wapinzani mara 15 kwa mafanikio. Nimeonyesha haya ni sehemu ya sifa zake Morris Abraham, lakini kubwa zaidi ni uwezo wake ule wa kupokea mipira, kupiga chenga, kutoa pasi, kupiga mashuti panapostahili, na kubwa zaidi ni kwamba yeye sio selfish, sio mchoyo anapokuwa na mpira. Nimegusia haya ikiwa ni sehemu tu ya kile ambacho tayari ameshakionyesha ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba, kiasi kwamba baadhi ya mashabiki wamekuwa wakimlinganisha na Jose Luis Miquissone, mchezaji kimataifa wa Msumbiji aliyetumikia Simba kwa mafanikio sana msimu wa 2020-2021, wakati huo Simba ikiwa na kina Chris Kope Mushimba Mugalo, John Boko, Cletus Chota Chama, Pasco Wawa, Medi Kagere, Hassan Dilunga, Shomari Kapombe kama kawaida na wengineo, ambapo Jose Luis Miquissone analinganishwa naye hasa kutokana na guu lake la kushoto ambalo ndio silaha kubwa ya Morris Abraham, lakini kingine ni juu ya uwepesi wake katika kufanya maamuzi pindi anapopata mpira.
acceleration, kuanzisha mwendo kwa haraka, ni miongoni mwa sifa ambazo kwa kiasi kikubwa unaweza ukaona kwamba unamlinganisha na Jose Luis Mixon, mchezaji huyu ambaye jezi yake mgongoni ni nambari 18, wala hawakosei sana. Lakini unaweza pia ukamlinganisha na Clatous Chota Chama kwa eneo moja tu, juu ya utoaji wa pasi sahihi kwenda kwa wenzake ambazo huleta madhara makubwa kwa wapinzani. Lakini pia unaweza ukamlinganisha na Elie Mpanzu Kibisawala kwa uwezo wa kuchomoka kwa kasi na wakati huo kufanya maamuzi ya kutoa pasi ama kupiga chenga kwa kasi. Lakini unaweza ukamlinganisha pia kwa kiasi fulani na Kibu Denis Prosper kwa ile tabia ya ukandaji. Ana uwezo mkubwa wa kupiga mashuti pale fursa ya kufanya hivyo inapotokea. Ni kifurushi kinachohusisha sifa kidogo kidogo za wachezaji tofauti tofauti ambazo kwa pamoja zipo kwa Morris Abraham, ambaye pengine kwa kipindi hiki sio muda wa kumaliza maneno kwa sababu msimu katika ligi kuu Tanzania bara wekundu wa Msimbazi Simba ndio kwanza amecheza mechi 3, katika ligi ya mabingwa barani Afrika ndio kwanza wako katika hatua ya makundi. Kombe la shirikisho la benki ya CRDB bado hajacheza hata mechi moja. Lakini kimsingi kile ambacho tayari ameshakionyesha Morris Abraham kimekuwa na mvuto mkubwa kwa mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba. Hamu, shauku ya kumuone ingali ikiongezeka siku hadi siku. Matumaini yamekuwa kwake kwa kijana huyu wa Kitanzania miaka 22 lakini mwenye uwezo mkubwa. Juu ya ubora wake, kwa kukumbushia tu, hasa uwezo wa kutoa pasi sahihi, kutokuwa mchoyo pasipo stahili, kwamba yeye hangangani kubaki na mpira anawanao, ingawa uwezo wa kudribble mpira, kupiga chenga anao mkubwa sana. Lakini Morris Abraham pengine akiwa ameathiriwa na muda aliokuwa Ulaya akicheza kiulaya kwamba ukipata mpira mwenzako amefunguka achia, amekuwa mtoaji pasi mzuri sana. Kumbuka katika ligi kuu ya Serbia ni ligi nambari 24 kwa ubora barani Ulaya kati ya ligi 55 zilizopo katika UEFA, shirikisho la mpira wa miguu barani Ulaya. Kwa hiyo kuwepo kwake Serbia akizitumikia hizo timu za Novi Sad, timu za FK Spartak Subotica, kwa kiasi fulani kuna vitu amevibeba ambavyo vimezidi kumuongezea ubora, na hasa ukizingatia kwamba amepitia misingi ya soka katika shule ya soka ya Alliance pale jijini Mwanza. Ushahidi juu ya utoaji pasi badala ya kuwa selfish, badala ya kuwa na umimi, anawanao pasi na sababu ambavyo kwa kiasi fulani vinamtofautisha na baadhi ya wachezaji wenye kipaji na uwezo wa hali ya juu kama yeye. Kwa Morris Abraham, tatizo hili la kuwa selfish pasi na sababu kwa mechi hizi chache alizoitumikia Simba ameonyesha kwamba hasumbuliwi nalo. Mfano, katika mechi walioshinda 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspur kwenye mechi ya kwanza ya raundi ya pili ya awali kwa nia kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kule Swatini, Morris Abraham, tazama lile tukio alilotengeneza bao la 3 lilofungwa na Kibu Denis Prosper. Mahusiano yake mazuri na Nabi Kamara eneo la kati. Kisigino alichopewa mara moja kupata mpira akambwaga chini kiungo bora wa ligi kuu ya Eswatini kwa msimu uliomalizika 24-25. Hapa nazungumzia Sizwe Kumalo ambaye ni kiungo bora lakini alitaabika sana mbele ya Morris Abraham. Lakini baada ya kumpiga chenga alikuwa na nafasi wazi mbele yake kwa uwezo wake mkubwa wa kukimbia, kupiga chenga, mashuti. Kwa mchezaji aliyekuwa na umimi, uselfish, angeweza kufanyia hivyo, lakini la hasha. Morris Abraham, tazama katika tukio hilo, marejeo ya picha za video, alimwangalia Kibu alipo, hakuchelewa, mara moja akampigia pasi ndefu ambayo ilimfanya Kibu apate fursa ya kwenda kufunga bao hilo. Lakini tazama alipoingia katika kipindi cha pili kwenye mechi ya Simba dhidi ya JKT Tanzania, alileta balaa kubwa akiwa ameungana na wenzake waliotokea benchi. Jasha Aua aliingia pia pamoja na Elie Mpanzu Kibisawala, Jonathan Soa pamoja na Alassane Maudo Kante. Walileta balaa kubwa katika kipindi cha pili kwa vijana wa kocha Ahmadi Ali wa JKT Tanzania, na alichokifanya, tazama, amepiga kona fupi kwa Elie Mpanzu Kibisawala kwa kuona kwamba tutenza fursa ya bao. Elie Mpanzu Kibisawala ndipo akapiga pass ya kuinuka iliyowekwa wavuni na Wilson Nangu kuifungia Simba bao la kusawazisha dakika ya 64. Lakini hiyo haitoshi. Kwenye bao la pili, ona alichokifanya kwa kutoa pasi ya maana sana kwenda kwa Jonathan Soa, pasi ambayo ilipita katikati ya walinzi wa JKT Tanzania, walijichanganya wenyewe. Nazungumzia Laurian Makame na mwenzake Pasco Musa Manyama waliojichanganya na mwisho Jonathan Soa kufunga bao la pili la ushindi katika mechi ambayo Morris Abraham ni miongoni mwa wachezaji waliong'ara sana katika mchezo ambao mwisho wa siku alishinda 2-1. Ni ushahidi tu juu ya uwezo wake wa kutoa pasi zenye macho bila kuwa selfish, kwa maana ya uchoyo, wakati
fursa zinapokuwepo na uwezo wa kudribble na kupiga mashuti anao. Ndani ya muda mfupi tayari ameshakuwa na mahusiano mazuri na wachezaji wenzake katika eneo la kati na kwenda mbele. Mahusiano yake na Nabi Kamara yaliyodhihirishwa kwa mfano katika mechi ya Nsingizini akipokea mpira wa kisigino na kupika bao lililowekwa wavuni na Kibu Dennis Prosper. Mahusiano yake mazuri na Elie Mpanzu Kibisawala kwa kufanya pre-assist katika bao lililowekwa wavuni na Wilson Nangu dhidi ya JKT Tanzania kwa kona fupi ni ushahidi mwingine. Ana mahusiano mazuri pia na Jonathan Soa, lakini pia Jasha Ahua. Ndani ya muda mfupi Morris Abraham amekuwa na influence na ushawishi ndani ya kikosi kwenye kucheza. Kwa vyovyote vile Dimitar Pantev kati ya wachezaji ambao tayari wanamhakikishia huduma bora kwenye kiungo cha ushambuliaji ni pamoja na Morris Abraham. Atatamani kwa vyovyote vile awe fiti muda wote kwa ajili ya mechi mbalimbali zinazowakabili hususan katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Cha msingi mwenyewe aongeze juhudi kwamba hiki kizuri anachokionyesha akidumisha. Ni kijana mdogo tayari ameonyesha kwamba yeye ni nuksi wal balaa kwa wapinzani. Labda changamoto pekee anapaswa kuendelea kukabiliana nayo ni ukweli kwamba ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba kwenye nafasi ya kiungo cha ushambuliaji kuna wachezaji wengi wenye ubora wa hali ya juu ndani ya Simba, na hivyo katika muda mfupi ambao amepata nafasi ya kucheza ni jukumu lake kudumisha kiwango ili aendelee kushawishi benchi la ufundi la Simba chini ya meneja Dimitar Pantev, kocha Suleiman Matola kwamba awe anapata nafasi zaidi za kucheza, kwa sababu ni eneo ambalo changamoto zake ushindani ni mkali, haswa ushindani ambao kwa vyovyote vile utakuwa ni afya kwa wekundu wa Msimbazi Simba kwa msimu 2025-26 ili kufanikisha mipango yake. Eneo la kiungo cha ushambuliaji katika mfumo wa Simba wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 3 na washambuliaji 3 chini ya Dimitar Pantev, au wakati mwingine na kwa baada ya golikipa kuna mabeki 4, viungo walio kabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Yeye anaweza kupatikana hapa katika viungo 3 washambuliaji, anaweza kupatikana hapa katika washambuliaji 3, inapobidi anaweza kupata nafasi moja hapo hapa katikati, kwa sababu anaweza kucheza nafasi nyingi kutoka katikati ya mstari wa uwanja kuelekea kwa wapinzani. Ni eneo ambalo Simba lina Jasha Ahua akioperate mara nyingi kutokea eneo la kati, lina Joshua Budo Mutale, lina Elie Mpanzu Kibisawala, kuna Kibu Dennis Prosper, kuna Lada Kichasambi, kuna Mohamed Bajabar. Kwa ufupi kuna wachezaji nyota wengi, na hivyo ni wajibu wake kudumisha kiwango, ni wajibu wake kuendeleza kile ambacho tayari amekishakionyesha ndani ya mwajiri wake mpya wekundu wa Msimbazi Simba. Swali ni kwamba je, atadumisha hiki ama kukiongeza zaidi kwa manufaa ya Simba na yeye mwenyewe? Hilo ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.